Tukampata amekuwa hapo. Amenyeshewa usiku mzima. Amenyeshewa the whole night. She's always afraid of rain. Who hapendi rain. Bwiwi la simanzi limegubika katika kijiji cha Kwanzai, eneo la Mwezang'ombe, eneo la Kilifi Kaskazini, kaunti ya Kilifi, baada ya msichana mwenye umri wa miaka 7 kupatikana amefariki baada ya kudaiwa kunajisiwa. Wakazi wa kijiji hicho wamekongamana katika eneo la tukio kushuhudia maafisa wa usalama wakiuchukua mwili wa mtoto huyo aliyefanywa ukatili na mtu ambaye hadi sasa hajafahamika. Kulingana na wazazi wa mtoto huyo, Benedict Kezia ambaye yuko gredi ya 2 katika shule ya msingi ya Kilifi Little Angels, walimsaka mtoto huyo usiku kucha katika sehemu mbalimbali bila mafanikio. Kuna neighbor hapa akasema tulimuona ameshikana na vijana wengine, watoto wadogo. Vijana gani? Akaniambia mimi siwajua wavulana, lakini Kezia ndo nilikuwa namjua. Lakini she was there with those people, na venye alikuwa anakani watu anawajua. Maana yake ni vijana wadogo. Nikamwambia ni sawa, acha tuangalie. So tukiangalia around, tukazunguka msikiti, basi huko tukatangazwa kwa nia msikiti. Tukafika kwa nyumba tukapata bado hayuko, saa 4 hiyo saa 5. Tukazunguka tena bado still. Tukaamua acha tuende kwa mzee wa mtaa. Tukaenda kwa mzee wa mtaa tukapiga report. Mzee wa mtaa akaturifa polisi. Tukaenda polisi. Fika polisi tukaambiwa 24 hours manake, lakini wakaandika tu bado, wakatupea bia, kaambia kesho ukuje na picha na hiyo bi. Kaambia ni sawa. Familia hii inasema imeshtushwa na umati wa watu waliokuwa wamekusanyika nje ya boma lao mapema asubuhi wakati walipokuwa wanaendelea na juhudi za kumtafuta msichana wao. Tukampata amekuwa hapo. Amenyeshewa usiku mzima. Amenyeshewa the whole night. She's always afraid of rain. Who hapendi rain and thunder. Anjena tukulipiga nyingine hapo kubwa tukiwa pale polisi. Nikamwambia sistangu, hii tanda yote Kezia bado ako nini? Ako kwa watu, kwani amshua hawezi lala peke yake bila nini. Anafaa kuwa amerudi nyumbani saa hizi. When we were driving out, I don't know whether we were driving out, there was tulikuwa tunapishana na students. Then kuna gari, by the way gari tulipishana nayo ilikuwa mbele. Kwa sababu yeye alikuwa anaenda hivyo, sisi tunakuja hivi. So kwa sababu hatujui ametoka wapi. So tukaona ame slow down. So me from the side mirror nimeona ame slow down. So na mimi nikamwambia, mbona wale, tukasimama, mbona yule mtu ame slow down? Alafu walipo slow down akaenda mbele kidogo, alafu akarudi nyuma. Sisi we were observing, tumesimama. Then wale wanafunzi tukaona wamekimbia. Alafu nikamwambia maybe hao ni kidnappers, so wale ni wanafunzi wamekataa kuingia hiyo gari. Babake msichana huyo Brandon Matuki pamoja na mamake Faith na Mwezi wanasema walikuwa na matumaini makubwa na maisha ya mtoto huyo wa kipekee, waliyemtaja kama mpenda watu na mkakamavu masomoni, wakitaka wahusika kutafutwa na kukabiliwa kisheria. Nitawaambia nini hata basi? Nitawaambia nini? What am I going to tell them? Mzee ameniumiza tu mimi mwenyewe huyo mtu. I just hope they find whoever did this. Hizi ni vitu tulikuwa tunaona tu kwa TV. I feel like somebody just ripped out my chest from underneath me, and I just don't know what to do. She's quite a bright kid. And we were very intentional in how we raise her. I don't know. Whoever did this, I don't know. I don't know what to say. I have nothing to say. Baadhi ya majirani wa karibu wa familia hiyo wamekemea kitendo hicho cha kinyama, wakitaka viongozi bungeni kubuni sera za kukabiliana na wanaopatikana na hatia ya kutekeleza vitendo kama hivyo kwa watoto wadogo. Kuna mawakili wanawake mko bungeni. I do not know what you are doing in there. Trust me, unless it happens to you. Yeah. Kila kitu unaona is a movie.
So hii maneno ya justice, mtu aenda akafungwa kifungo cha maisha, akaenda huko ndani, atarepiwa huko, atakuwa chakula cha Sodom ya wale au should be a slow death. We crash as in painfully. And for me saizi mtu amepatikana niambiwe ni crash, trust me I will do it painfully. Venye ameua mjukuu wangu painfully, I would subject him through the same process. Mwili huo umehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kilifi mjini Kilifi, ukitarajiwa kufanyiwa upasuaji Jumanne wiki hii, huku maafisa wa polisi wakiendelea na uchunguzi wa mauaji hayo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.